Bwana Yesu apewe sifa tena. Leo imekuwa ni jambo jema, jambo la baraka ambalo Bwana ametupatia. Tunamshukuru kwa neema yake tena ambayo yeye ameona tuna kila sababu ya kuingia kwenye haya majira mengine. Kipekee ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo nimeipata ya kuaminiwa tena na kuweza kusimama mbele zenu. Tunashukuru sana baba yetu mlezi, mchungaji kiongozi ambaye amekuwa anatulea kama vijana, kama watumishi, watoto wake, na kuona tuna kila sababu ya kusema na maisha ya watu wengine. Tunamshukuru kwa kutupa hii nafasi pamoja na mama mchungaji, lakini pia na viongozi wengine wote, wazee wa kanisa, makatibu wako hapa na viongozi wa idara mbalimbali. Tunashukuru kwa hii nafasi ambayo umeendelea kutuamini na kuweza kuona tunayo nafasi ya kusema na maisha yenu. Na leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza katika hii semina ambayo inatuelekeza zaidi kwenye haya majira ya Pasaka. Na kama ambavyo umeweza kuona kwenye vipeperushi, tumesimama katika kumjua Pasaka wetu ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Pasaka wetu ni Yesu Kristo peke yake. Haleluya. Lakini katika hali ya kujua hayo majira ya Pasaka wetu ni Yesu Kristo, kila mmoja na namna vile ambavyo anaweza kusema kutokana na uongozi wa Roho Mtakatifu anavyoweza kumuongoza. Nami jioni leo nimesimama nikiwa ninajua kuna kitu ambacho Roho wa Bwana atasema na sisi kwa pamoja. Na nisipoteze muda sana kwa sababu tutaenda na tutajifunza. Maana ya semina ni kujifunza, lakini Roho wa Bwana atakavyotuongoza kuna namna nyingine anaweza akasema. Lakini kwa hili ninaomba tujifunze tuweze kuelewa zaidi. Nitaomba katibu utapata nafasi ya kuwa na uwezo wa kunisaidia kusoma haya maandiko hapa. Kwanza tuelewe kwa nini tupo kwenye haya majira. Na hata ilipokuja nafasi ya kusema tunaandaa semina, mimi binafsi ilinichukua kwa muda nikitafakari. Kila jambo linapotokea la kiibada kwenye maisha yako ni ukombozi wa maisha yako. Kwa hiyo tunapokuja kwenye swala la kwenye majira ya Pasaka, lazima tuelewe lengo kuu la majira haya linatuelekeza nini na linataka nini, linatukumbusha vitu gani. Tayari tumekwisha kuambiwa kwamba Pasaka wetu ni Yesu Kristo. Lakini mimi nikaenda katika namna vile ambavyo Roho wa Bwana ananiongoza, nikaambiwa lazima nitambue nguvu iliyoko ndani ya majira ya Pasaka. Kwa hiyo ikiwa Pasaka wetu ni Yesu Kristo, kwenye haya majira iko nguvu gani ndani yake? Iko nguvu gani katika majira ya Pasaka? Au itambue nguvu iliyoko katika majira haya ya Pasaka. Ikiwa tayari unatambua kwamba Pasaka wetu ni Yesu Kristo, hivyo kuna namna vile unatakiwa kuelewa nguvu gani iliyoko katika haya majira. Watu wengi tunakuwako kwenye maisha, na kila nyakati zinapokuja huwa hatuelewi nguvu inayotenda kazi katika yale majira. Laiti tungekuwa ni watu wa kuelewa kwamba kila majira yamebeba nguvu ndani yake, tungejiconnect na ile nguvu iliyoko ndani ya yale majira, tungejikuta tunapata matokeo mengine tofauti na vile tunavyoyachukulia kawaida kila majira yanapotokea. Napozungumzia nguvu iliyotawala kwenye haya majira ya Pasaka, usipoielewa bado utakuwa hujamuishi, utakuwa hujamuelewa huyu Pasaka wetu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ukitambua nguvu iliyoko ndani ya haya majira,
ukaishi na hiyo nguvu, ukajiconnect na hiyo nguvu, kuna badiliko lisilokuwa la kawaida ambalo litakwenda kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Na hiki ambacho ninakwenda kuzungumza na wewe siku ya leo, cha kwanza kabisa ambacho nimekitazama katika haya majira ya kumjua Pasaka wetu ambaye ni Yesu Kristo, lakini katika huu msimu wa Pasaka ambao kila mmoja anautazama kwa namna yake, ambao kila mmoja ameuandaa kwa namna yake, kufikia kwenye ile tarehe ya watu kusherekea. Lakini mimi ninazungumzia kabla ya ile tarehe ya watu kusherekea, haya majira kwako yanatenda kazi kwa namna gani, au unatambua yamebeba nguvu kwa kiasi gani? Hapo ndipo ambapo nataka upaelewe, mtu wa Mungu, ili unapotembea na haya majira yapate kugusa maisha yako, yapate kugusa watoto wako, yapate kugusa familia yako, yapate kugusa biashara yako, yapate kugusa kila ulicho nacho kwenye maisha yako. Ni katika hiki kipindi ambacho tunakiishi sasa, ni kipindi chenye nguvu ya namna gani kwenye maisha yako? Haleluya. Cha kwanza ambacho nimekitazama, hiki kipindi cha majira ya Pasaka kinamkumbusha mwanadamu kuitambua thamani yake kwenye maisha yake. Katika hiki kipindi cha majira ya Pasaka kinaturudisha kuitambua thamani yako kama mwanadamu, kuitambua thamani yako bila kusushwa thamani yako na kitu chochote kile. Unapokuwa kwenye huu wakati, lazima inakupa kumbukumbu. Unajua, tunapozungumzia Pasaka au tunapozungumzia haya majira ya Pasaka, si kana kwamba ndio yanatokea, ila yalikwisha tokea, ila sisi tunaishi kwenye majira ambayo yanatukumbusha ule wema na fadhili za Bwana, za yeye kujitoa pale msalabani. Hivyo lazima utambue Pasaka wako anakupa thamani gani kwenye haya majira. Kwa hiyo kumbe kwenye haya majira yananipeleka moja kwa moja kwenye kuitambua thamani ya maisha yangu, kutambua thamani ya wokovu wangu. Ninapokuwa kwenye kipindi cha majira ya Pasaka, kinanirudisha kwenye hali ya kujitambua kwamba mimi ni wa thamani kuliko kitu chochote. Mimi ni wa thamani kuliko fedha. Mimi ni wa thamani kuliko cheo changu. Mimi ni wa thamani kuliko mtu yoyote yule. Najitambua kwamba katika haya majira ninayo thamani mbele za Mungu aliye hai. Bwana apewe sifa sana. Utanisomea, mtu wa Mungu, katika Petro wa kwanza mstari wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 na 19. Tunaifahamu hiyo mistari, lakini napenda tusome kwa sababu kuna watu wengine ambao pengine wanatutazama kwa njia ya television, huwa wanasema tunatoa mistari kichwani, tunasoma wapi? Nataka waelewe kwamba tunasoma Biblia pia. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na mstari wa 19, Biblia inasema, ndio, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu. Twende taratibu, mtu wa Mungu. Nanyi mfahamu ya kwamba mmefanya nini? Mmekombolewa. Kwa nini? Si kwa vitu viharibikavyo. Sio kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Kwa fedha wala dhahabu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Haleluya. Kwa hiyo huu wakati lazima ujitambue thamani yako, kwamba haukukombolewa kwa vitu viharibikavyo wala fedha wala dhahabu. Kwa hiyo hii inanipelekea moja kwa moja kuitambua thamani yangu kwenye huu wakati, kwamba sifanani na kitu kingine chochote. Tunakosa
Ndiposa wakati wa kutambua thamani, pale tunapojifananisha na vitu vingine au tunaposhindwa kutambua nguvu iliyoko ndani ya majira ya Pasaka kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Lazima utambue kwamba ulikombolewa kwa damu. Kwenye haya majira lazima urudi ukijua kwamba huyu Pasaka wetu Yesu Kristo alikukomboa kwa damu ya thamani. Hakukukomboa kwa fedha, hakukomboa kwa dhahabu, alikukomboa kwa damu ya thamani. Kwa hiyo kumbe mimi nilipo leo, thamani yangu haitokani na fedha, thamani yangu haitokani na dhahabu, thamani yangu inatokana na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Thamani ya Yesu Kristo ndio inanifanya nikumbuke haya majira na kunyenyekea mbele zake na kumwambia huyu Baba, asante kwa sababu mimi nilikuwako sio mtu kati ya watu, lakini umenipa thamani kwa damu yako, sio fedha, sio dhahabu, bali ni kwa damu yako ya thamani. Endelea, malizia mtu wa Mungu hapo. Bali kwa damu ya thamani, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Haleluya. Yaani ya Kristo. Unajua leo tunafundishana tunaelewa, tunataka tuelewe mambo. Tumekombolewa sisi kwa damu ya thamani. Na ndio maana unapokuwa kama Mkristo kwenye haya majira, ni kipindi cha wewe kukaa chini na kumwambia Bwana, asante kwa sababu huu sio wakati wa wewe kwenda kuandaa nguo ili uende kwa boyfriend wako. Huu sio wakati wa wewe kukaa kuandaa bajeti itakayoharibu utu wako. Ni saa ya kukaa kutambua thamani yako kwenye maisha yako. Ujue kwamba haya majira yalikupa thamani. Haya majira hayakushusha thamani yako. Haya majira yalikupandisha kutoka from nothing to something kwa mtu mmoja. Haleluya. Haukuwa mtu ukawa mtu kwa sababu ya hii damu ya mwana kondoo, kwa sababu ya hii damu ya Yesu Kristo. Kumbe haya majira ninapokaa, iwe ni kwenye chumba changu, ninamtafakari Bwana, nasema mimi ni yule ambaye nilikuwa ninashinda majaralani, mimi ni yule ambaye nilikuwa ninakaa mitaani, mimi ni yule ambaye nilikuwa ninakaa na washikaji kuanzia asubuhi, hatujui tunakoelekea. Mtu akisema naenda posta, na wewe unasema naenda posta. Mtu akisema naenda Kariakoo, na wewe unaenda Kariakoo. Lakini damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, nikaanza kujitambua. Haleluya. Nikaanza kuchua thamani ya kukomboa wakati kwenye maisha yangu. Nikaanza kutambua kwamba mimi sio mtu wa bendera fuata upepo. Lazima kuna mahali nikae nimtafakari Bwana ambaye alinikomboa kwa damu yake. Haleluya. Lakini sio majira ya wewe kukaa na kuanza kujishusha thamani yako. Unaanza kukaa unajishusha thamani yako. Haya majira lazima ujipandishe. Ujue kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kukaa kinyonge au kutafakari vitu vilivyoko chini, kwa sababu unaambiwa haukununuliwa kwa vitu viharibikavyo, bali ulikombolewa kwa damu ya Bwana Yesu, damu ya mwana kondoo. Sasa na haja gani ya kujishusha thamani? Ni kutokuelewa majira yako yanakuwa yamebeba nguvu gani ndani yake. Haya majira kwangu yananipa uwezo wa kusonga mbele mahali ambapo nisingeweza kwenda. Haya majira, kabla ya mtu kuwa na thamani,
anaonekana si kitu wala sio chochote. Mimi na wewe leo tunaheshimiana hapa kwa sababu kuna kitu kimetupa thamani. Ndio maana tunaweza kuheshimiana, ndio maana tunaweza kusalimiana. Lakini tukivunjiana heshima, hakuna thamani kati yangu mimi na wewe. Hapo ndipo utakapojua kwamba damu ya Yesu ilifanya kazi kwenye maisha yako, ilifanya kazi kwenye biashara yako, ilifanya kazi kwa watoto wako. Damu ya mwana kondoo Yesu. Haleluya. Ila kabla hujapata thamani, siku zote unaonekana sio kitu mbele za watu, unaonekana sio kitu mahali popote. Ndio maana haya majira ukiwa rohoni unanyenyekea, unamwambia Baba asante kwa sababu hata ile nafasi sikuipata, kwa sababu hata kicheo sikukipata, kwa sababu ninajua ni kwa damu yako iliyonitoa mahali ambapo watu walisema na tuone kama atakaa pale, lakini Bwana akasimama kwa damu yake akakupa hiyo nafasi. Sali la Yesu wewe. Haleluya. Hiyo ni damu ya thamani, ikakupa thamani kwenye haya majira. Pengine hata mimi na wewe leo, sisi ni kweli tulikuwa ni watu ambao ukikaa mtu akija asubuhi akwambia naenda Kariakoo, na unaenda Kariakoo, yeye yukuta unazunguka naye, bwana mimi naenda posta, na unaenda posta. Hasa ueleweki. Mtu akafika kazini kwake, anajua labda naona ratiba zako, namsubiri tena. Mbona unaenda wapi? Kwani unaenda wapi? Mzee, inakuwaje tena? Haleluya. Usimshangae, huyo ni mtu ambaye hajatambua, hajui thamani yake kwa nini yuko duniani. Haleluya. Yaani kabla hujaijua thamani yako, my friend, unaweza ukawa ni mtu wa ajabu na vituko mbele za watu. Kabla hujajua thamani yako, unaweza kuwa kituko cha ajabu. Yaani kama hujapewa thamani, unaweza kukuta hata ukipita mahali mbwa wanabweka bila sababu ya msingi. Hauna thamani. Yaani kuna vitu unaweza ukajikuta vinaishi na wewe au fanani navyo, lakini kwa sababu thamani hauna. Lakini unapojua kwamba kuna mtu mmoja, Yesu Kristo, akasema wewe sitakukomboa kwa fedha wala dhahabu, akasema sitakukomboa kwa milioni 1 wala milioni 10, ila nitakukomboa kwa damu ya pekee. Akakufanya leo mimi na wewe tunaheshimiana, tunasalimiana, tunapendana, tuna upendo ule wa agape. Haleluya. Bwana pewe sifa. Hiyo ni damu ambayo imebebwa katika haya majira. Haya majira ukitambua kwamba ni wakati wa kuitambua thamani yako, hautapoteza thamani yako kwenye haya maisha ulionayo. Haleluya. Ni mbaya sana kutokujua thamani ya haya majira. Haya majira yamekupa thamani kubwa sana. Ndio maana nikakwambia nafasi ya kwanza kwenye haya majira ni kuileta thamani ya mwanadamu kutoka kwenye kutokuwa kitu ili awe kitu. Wewe jiangalie tu hapo kwenye maisha ya kawaida tu, kawaida. Wewe una shekeri, si ndio? Kuna mazingira kama mjaokoka, uwe una pesa, ndugu yangu, kuna watakao pigiwa simu, wewe utafanya nini? Utapigiwa simu. Hapo thamani yako inakuwa bado hauna nini, hauna thamani. Lakini ngoja wasikie umepata nafasi fulani,
my friend, simu zitapigwa hata saa 8 usiku. Ni kwa sababu ya thamani ya kitu ambacho umekionyesha kwenye maisha yao. Na ndio maana Yesu akamtazama mwanadamu akasema, haya maisha ya mwanadamu ataishi bila thamani mpaka lini? Haleluya. Akasema kuna mtu mmoja ambaye anaonekana pale mtaani kwao sio kitu, sio lolote. Lazima nisimame mwanaume, nimpe thamani huyu mtu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio thamani. Haya majira yamebeba thamani yako. Ukiyatambua haya majira ya Pasaka na ukamjua Pasaka wetu ni Yesu Kristo, huyu Pasaka wetu amebeba thamani kwenye maisha yako. Unajua watu wa dunia wana ile hali fulani ya kutembea na upepo. Unaelewa? Tunasema tunatembea na trend, si ndio? Yaani imetokea jambo fulani, watu wanapita nalo kama upepo. Wakisema sasa hivi tumetoa kitu fulani, tunapita nacho. Yaani kama upepo, kila mtu utamwona anaishi na hicho. Au fashion fulani kitoka, kila mtu anatembea nayo, anavaa. Sasa watu ambacho tumeshindwa kuelewa ni kutembea kwenye kila majira ambayo yako kwenye Mkristo au yako kwenye majira ya Mkristo. Ukikuta ni muda wa Pasaka, ukitembea na haya majira, na kuambia thamani iliyokuwa chini inainuka tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lazima utaanza kuona huu pepo ambao niko nao ni zaidi ya trend za wanadamu, ni zaidi ya fashion za wanadamu. Ninakaa kwenye haya majira, ninaanza kuitafuta thamani yangu. Ninajua kwamba kumbe mimi sio fedha wala dhahabu, mimi ni zaidi ya fedha na dhahabu. Naanza kusumo, naanza kutembea kwenye upepo mwanangu, naanza kusinao. Alafu watu wanaanza kuona huyu bwana mbona anabadilika, huyu bwana mbona sasa hivi lugha yake imebadilika. Ni kwa sababu nimegundua kwamba huu ni zaidi ya upepo. Haleluya, Bwana apewe sifa. Lakini tumefungwa kwa namna moja ama nyingine, tunakuwa tunapuuzia majira. Tunaangalia tu kalenda inaniambia kwamba siku fulani itakuwa ni Pasaka, nitasherekea, nitaishi hapo. Huwezi kuishi hapo kama hujaitambua thamani yako. Nasema ukirudi nyumbani kwako leo, mwambie Bwana, nimetambua thamani yangu sasa. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Haya ni majira, lazima utambue thamani yako. Usio muda wewe kuanza kupigiwa simu, "Halo, Pasaka hii utakuwa wapi? Utakuwa wapi vipi? Pasaka hii mwanangu mimi nitakuwa nyumbani mwa Bwana." Hilo ndo jibu la kwanza. Si unanielewa ninachosema? Sio halo, sasa Jumapili utakuwa wapi? Wewe sema utakuwa wapi? Utakuwa kama vile mtu ambaye yani, si unanielewa ninachosema? Hujatambua thamani yako wewe. Mtu ambaye anatambua thamani yake, lazima akipigiwa simu saa ya ibada atajua thamani yake. Atamwambia haya majira ni majira yangu na Baba, sio majira yangu na kwenda kukaa sehemu fulani. Huyo ni mtu ambaye ametambua thamani yake. Lakini kama hujatambua thamani yako, simu moja tu inakutoa ibadani. Hii moja tu. Haleluya, Bwana apewe sifa sana. Haya majira ni ya wewe kuitambua thamani yako. Hiyo ni namba moja kwa mimi. Haya ni majira yanayonipa kuitambua thamani yangu. Haya ni majira ambayo yananifanya nikae kwenye uwepo wa Mungu, nimtafakari zaidi kwa hii thamani aliyonipatia. Hata wewe kukaa tu kwenye hicho kiti, aisee, umepewa thamani.
Haleluya. Kuna watu sasa hivi wamekalia viti vya jela. Sio, unaelewa ninachosema? Kuna mtu sasa hivi anasomewa hukumu. Kuna mtu sasa hivi anaingizwa selo sasa hivi. Lakini Mungu amekupa thamani kwenye haya majira. Tunakutana mimi na wewe, tunakaa sehemu moja. Haleluya, tuna kila sababu ya kumshangilia huyu Bwana kwa sababu ameona mimi na wewe tuna thamani mbele zake. Ametupa nafasi nyingine kwa mara nyingine. Haleluya, haleluya. Amen. Lakini kama sio hivyo, sasa hivi inawezekana ungeshapigiwa simu. Una kesi sehemu fulani, nenda kajibu kafanye kitu fulani. Lakini Mungu amecancel. Yeye amekupita hayo majira, amekupa nafasi ya wewe kumshangiliza mbele zake. Hayo ni majira yako ya kuitambua thamani yako. Haleluya, haleluya. Lakini katika haya majira, kitu ambacho kimenipeleka kuangalia kuingia pengine zaidi, pengine mahali pengine, haya ni majira ya kusamehe. Haleluya. Haya ni majira ya kufanya nini? Ya kusamehe. Yaani kusamehe na kusahau. Sio kusamehe lakini nakumbuka. Ni majira ya kusamehe na kusahau. Kwenye maisha yako jifunze kusamehe na kusahau. Sio kusamehe huku unakumbuka. Bado itakutesa kwenye moyo wako. Ukitaka uponye moyo wako kwenye haya majira, ni swala la kusamehe na kusahau. Kwa hiyo kumbe haya majira yamebeba nguvu ya msamaha. Haya majira yamebeba nguvu ya msamaha kwenye maisha ya mwanadamu. Tumeona anapewa thamani, lakini hii thamani ndani yake imebeba nguvu ya msamaha kwenye maisha yake. Tunapokuja hapa, tunarudi kwenye majira ya sisi kutembea katika nguvu ya msamaha, ili uweze kuwa wa viwango, ili uweze kuinuliwa. Kuna wakati inakubidi uwe na nguvu ya msamaha kwenye maisha yako, uweze kusamehe watu walikukosea, uweze kuachilia ndani ya moyo wako, uweze kuwaona wengine ni wa thamani, wana sababu ya kusamehewa. Kama Kristo alivyokusamehe, ndivyo ambavyo unatakiwa kusamehe watu wengine kwa haya majira. Haleluya, haleluya. Haya majira ni majira ya kusema, nimekusamehe rafiki yangu, nimekusamehe ndugu yangu, nimekusamehe jirani. Ukitembea kwenye nguvu ya msamaha, utaanza kuona moyo wako unaponywa. Haleluya, haleluya. Tunatembea lakini watu hatusamei watu. Tunatembea huku ninamwadhibu mtu katika ulimwengu ninaojua mimi. Ninasema na tuone kama taishi. Unapokuwa kama Mkristo kwenye haya majira ya Pasaka, lazima ubebe nguvu ya msamaha kwenye maisha yako. Lazima ujifunze kusamehe watu wengine. Lazima uelewe kuachilia watu wengine kwenye maisha yako. Usitembee na mtu kwenye maisha yako. Usitembee na kitu kwenye moyo wako. Usitembee na jambo lolote kwenye maisha yako. Unapokuwa kwenye haya majira, ukumbuke mtu mmoja akasema, Baba wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Nisome mtu wa Mungu katika Luka. Inawezekana mtu akasema natoa kichwani. Nisome katika Luka mtu wa Mungu 23 mstari wa 34. Nikupeleke kwenye haya majira. Sura ya 23 kitabu cha Luka. Ndio. Mstari wa 34 Biblia inasema. Ndio. Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Inanitosha mtu wa Mungu hapo. Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo.
Haleluya, 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 mwana wa Mungu. Leo unapokuwa kwenye haya majira, hebu tafakari, mwambie Mungu, Roho Bwana, hili ni gumu kweli, imenishinda, lakini leo ninaachilia msamaha wako kwa mtoto wangu, ninaachilia msamaha wako kila mahali ambapo ulikwazika. Nenda mbele za Bwana, mwambie Baba, ninasamehe kwa sababu hakuna ajuaye lile litendalo. Haleluya, haleluya. Pengine unaweza kuona mtu mwingine amekukosea kwa makusudi. Nikwambie kwamba inawezekana hakujua nini anafanya kwenye maisha yako. Inawezekana hakujua nini anafanya kwenye familia yako. Ni saa yako ya kumwambia nimekusamehe. Ni saa yako ya kumwachilia katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Tembea kwenye haya majira, mtu wa Mungu. Tembea na msamaha wa Kristo kwenye maisha yako. Unapokuwa kwenye haya majira, tambua iko nguvu ya msamaha. Unaposamehe watu wengine, naye Bwana anaachilia neema nyingine kwenye maisha yako. Anaachilia neema nyingine kwa watoto wako. Ni baada ya wewe kusamehe wengine waliokukosea. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Nimesema haya majira ni majira ya kuitambua thamani yako, namba moja. Lakini haya majira, ndani ya haya majira iko nguvu ya kutembea na nguvu ya msamaha. Kuna muda mwingine vifua vinatuchaa, ni kwa sababu hatujasamehe watu wengine. Kuna muda mwingine pengine hatuwezi kuona uso wa Bwana, ni kwa sababu ya kutokusamehe watu wengine. Haleluya. Kwa ukiwa kama Mkristo, inafika mahali unamwambia huyu Baba, kama vile ambavyo ulisema Baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo, nami leo napiga simu moja nasema nimekusamehe rafiki yangu. Haleluya. Sikuna watu mko hapa, pengine inawezekana uko ndani hapa, lakini kuna mtu ulisema sitamsamehe maisha yangu yote. Inawezekana unasema kabisa kwamba huyu nikitoka hapa namtumia bomba la message hata nikoma, hajanijua mimi kama najua kuongea kuliko yeye. Haujajua haya majira yanakutaka nini, mtu wa Mungu. Haya majira sio majira ya kusema nipe nikupe. Haya ni majira ambayo ya kusamehe. Haya ni majira ambayo ya kuachilia. Haya ni majira ambayo usitembee na jina la mtu ndani ya moyo wako. Usitembee na jina la mtu, usitembee na sura ya mtu, usitembee na kosa la mtu, kwa sababu haujui siku wala saa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haya majira sio majira ya kumfanya huyu Pasaka wetu aone bado una kisasi na mtu. Kaa chini, mwambie Baba, huu mzigo mzito, huu mzigo ni mzito, lakini kwako ni mwepesi. Ninauachilia leo. Ninaamua kuona sio kitu. Utaanza kuona maisha yako unatembea ukiwa mwepesi. Haleluya, haleluya. Utaanza kuona yale ambayo hukuwahi kuyaona kwenye maisha yako. Pengine leo haumuoni Bwana kwa sababu haujaweka sura ya Kristo, umeweka sura ya mtu fulani, na ndio maana unapoomba hauoni utukufu wa Bwana, hauoni uwepo wa Bwana. Ni kwa sababu kuna mtu umemweka mbele yako.
Lakini leo unapotambua haya majira, unaenda mbele za Bwana, unamwambia Baba, inakusimu wangu na baba yangu, haya ni majira yako, na mimi mtoto wako najua huu mzigo ninauleta kwako. Ninakusii baba yangu, wewe unajua kusamehe, ninasamehe kama wewe ulivyotusamehe. Haleluya, haleluya. Utaona unatembea kifua mbele, hakuna kitu kitakuja kusumbua maisha yako. Nguvu ya msamaha ni kubwa mno kwenye maisha yako. Unaona, inawezekana huo mwili sio wako wako kabisa. Inawezekana wewe ni kibonge pande la mtu, lakini kwa sababu kuna namna ukiangalia unasema mkia huyu angenijua huyu. Haleluya. Kwa hiyo utembei na Yesu, unaanza kutembea na nkya kwenye moyo wako. Leo mtue nkya, mweke Yesu, alafu uone utukufu wa Bwana kwenye maisha yako. Haleluya. Huwezi kuyabeba ya wanadamu, huwezi. Alikuweko mtu mmoja kwenye haya majira, ndiye aliyeweza kuyabeba ya wanadamu yote. Ila wewe mwanadamu wa kawaida huwezi kuyabeba mambo ya wanadamu. Utayabeba mambo ya wanadamu ikiwa ndani yako iko nguvu ya Mungu. Pasipo nguvu ya Mungu hutaweza kuyabeba mambo ya wanadamu. Lazima uelewe kwenye haya majira, utembee na kapu la nguvu ya msamaha. Unapotembea nalo, wewe unagawa tu msamaha. Unasema, msamaha nimemsamehe John, msamaha nimemsamehe Janeti, msamaha nimemsamehe mtu fulani. Unatembea, unatembeza mbegu ya msamaha. Utaanza kuona vitu vyako vinastawi. Utaanza kuona unastawi na kupendeza. Lakini tofauti na hapo, kuna mambo utakuwa unakausha mwenyewe. Kuna baraka utakuwa unazikausha mwenyewe, kwa sababu unajua kuna mtu mmoja ninaishi naye, huyu mpaka kieleweke, yani ataelewa mimi ni nani. Huwa napenda sana mimi mwenyewe, kabla nilikuwa hivyo, lakini wakati nimekuja hapa, kuna mafundisho fulani baba yetu alikuwa akifundisha kwamba wewe unapokaa, wewe sisi tumezoea wa Kristo kuomba yale maombi, mwanangu ukinikosea mzee Nyaki, nikiingia kwenye ulimwengu wa roho utanielewa. Yani nikiingia huko kwenye ulimwengu wa roho utanijua mimi mwinjilisti au nani. Haleluya. Yani ukinikosea ndugu yangu, nikiingia huko, mimi mwenyewe nilikuwa natembea hivyo. Uongo zambi. Si ndio maana ya kuwa na baba anakufundisha, unaelewa? Mimi ulikuwa ukinikosea ndugu yangu, nikiingia kwenye ulimwengu wa roho, nikishika hii meza nikiinama hivi, nitaomba hapo mpaka uone kama hata sakafu inachimbuka hivi. Lakini sometimes unaona jamaa bado linadunda. Yani yule mtu ambaye ulikuwa umemnuia ombi kweli, ndio kwanza unaona jamaa linanenepa, maisha yanaenda. Hasa unakuja kujiuliza, ina maana wewe Mungu yani unielewi mimi ninachosema? Haleluya. Si unaona hicho kitu kinakuwa kinakufanya wewe ndio una struggle, sio yeye. Haleluya. Sasa ndio ile mwanangu, nikishakuona hujanielewa, tunakutana uso kwa uso, tunaanza kupeana. Kwani wewe ulisemaje pale? Kwani wewe ulisemaje pale? Hivi na hivi, mimi na ushahidi wako kabisa, unasemaje kwa? Yani hapo mshatoka kwa Mungu, sasa mpo kimwili kama mbwai, na iwe mbwai tu. Umemwaga ugani, mimi namwaga mboga hapo hapo. Tajulikana mbele ya safari. Sasa unakuta pengine unashindana naye, hamjui hata huyo Kristo. Wewe unatakiwa usamehe ili ajue nguvu ya huyu Yesu aliyetusamehe sisi. Anapoona umesamehe, anarudi nyuma, anaanza kujiuliza, ni mtu wa namna gani huyu? Lazima aje kwako aseme, ndugu yangu nimekosa. Lazima tusameane, tupatane ili tuweze kumwona huyu Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana pewe sifa. Kuna watu tunashindwa kuokoa kwa sababu tumeshindwa kuwasamehe.
Haleluya. Narudia tena, kuna watu tumeshindwa kuokoa kwa sababu ya kutowasamehe. Mimi nimekosana na mtu wa mtaani kwangu ambaye hamjui hata huyu Yesu. Yule mtu namkazia bati tu ijulikane hivyo itakavyojulikana. Na ambaye unaweza ukawa unakaa naye jirani yako, akitia mziki mwanangu naona ingia unatia msabufu amana. Huku mziki. Mmenuniana, mkiamka asubuhi hamna salamu. Kumbe inawezekana yule mtu yuko na shida ambayo inahitaji tu msamaha wako. Unapomsamehe yeye lazima atamrudia huyu Kristo wako, na mwisho wa siku kuna mtu mmoja anaweza kuokolewa kwa msamaha ulio msamehe. Tembea na nguvu ya msamaha. Haleluya. Tembea na nini? Na nguvu ya msamaha. Kwa mimi nilipenda hiyo nikaishi nayo. Hai mpaka leo burudani kabisa, ni sabuni. Tukikwazana mwanangu mimi fresh. Bana nimekusamehe ndugu yangu. Yameisha. Napita kule unapita huko. Lakini kabla hapo unikosee sielewi na mimi sikuelewi vile vile. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa ndio nakuja kujua thamani ya huyu Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nikiwa ninaenda kumalizia katika kipengele changu cha mwisho, kwa sababu ya muda wetu, katika kipengele changu cha mwisho kinaingiliana na kusamehe na kusahau. Na kipindi hiki ni kipindi cha kutokulipa kisasi. Yaani usilipe kisasi, usiwe mtu wa kulipa kisasi. Maana hivyo vitu vinaendana, usilipe kisasi. Mtu wa Mungu unaweza ukanisomea katika Yohana mlango wa 18 mstari wa kwanza, kwanza ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Yes. Tukiwa tunaenda kumaliza. Yohana sura ya 18, Biblia inasema, alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito Kedroni. Palikuwapo bustani, akaingia yeye na wanafunzi wake. Ndio. Naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipojua mahala pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake, basi Yuda akisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, ndio, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu hali akijua yote yaliyompata, akatokea akamwambia, ni nani mnayemtafuta? Yes. Wao akamjibu, ni Yesu Mnazareti. Sawa. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia, ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Sawa. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Mnamtafuta nani? Sawa. Wakasema, Yesu Mnazareti. Sawa. Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Ili litimie neno lile lililosema, wale ulionipa sikuwapoteza hata mmoja wao. Haleluya. Basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akaufuta, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na yule mtumwa jina lake ni Marko. Sawa. Basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake. Je, kikombe alichonipa Baba, mimi nisikinywe? Haleluya, haleluya. Basi wale askari na yule jemedari
Na wale watumishi wa Wayahudi walipomkamata Yesu wakamfunga. Inatosha mtu wa Mungu. Nilikuwa ninataka uende kwenye pointi ya Petro alipovuta ule upanga akamkata jamaa sikio, alafu Yesu akalichukua lile sikio akalirudisha tena. Unajua kuna majira ambayo yanakuja, kuna vitu ambavyo kwenye huu wakati au haya majira, tunapokuwa kwenye haya majira, usitembeze kisasi kwa mtu yoyote. Samehe na kuachilia kwenye maisha yako. Na ndio maana kama mwanadamu Petro akasema inakuaje, mbona wanamzonga huyu mkuu wangu? Jamaa akaona anachelewesewa akakata sikio la mtu. Akasema haiwezi, hapana, hii haitakiwi. Kumbe kwenye haya majira ukitukanwa sio na wewe unarudisha tusi. Kwenye huu wakati ukisemwa na wewe sio narudisha kusema mabaya, ni wakati wa kurudisha upanga wako na kuweka mahali ambapo hujastahili kutoa, usitoe upanga wako. Haleluya. Unajua neno lako ni mpanga. Unachokisema kwenye maisha ya mtu kinaweza jeruhi maisha yake, kinaweza jeruhi kiroho chake, kwa sababu ya neno lako ambalo linafananishwa na upanga. Haleluya, 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 haleluya. Tunaona akauvuta jamaa upanga. Ndivyo ambavyo hata wewe unaweza kukosewa ukasema sasa ninavuta upanga. Yani navuta upanga wangu, nasema napangilia maneno yangu, watanielewa. Lakini hiyo sio saa ya kupangilia maneno, ni saa ya kusamehe watu wengine. Haleluya, haleluya. Tembea na nguvu ya msamaha kwenye maisha yako. Tembea kwa kusamehe watu wengine. Haya majira jitambue wewe ni wa thamani. Jitambue kwamba umebeba nguvu ya msamaha. Jitambue kwamba haupasi kulipa kisasi, maana kisasi sio cha kwako, kisasi ni cha Bwana. Yeye atajitukuza kwenye vita yako. Haleluya, haleluya. Usitembeze bakora kwa watu wengine. Usitembeze maneno mabaya kwa watu. Usitembeze chuki kwa watu. Usitembeze mafarakano kwa watu. Tembeza neno la Kristo kwenye maisha yao. Tembeza wokovu kwenye maisha yao. Haleluya. Ndio wakati wa kutembeza nguvu ya neno la msamaha kwenye maisha ya watu wasioamini. Ndio wakati wa kutembeza neno la wokovu kwenye maisha ya watu wasio na wokovu. Haleluya, haleluya. Tunapotembea, huu ndio wakati wa kulitembeza neno la wokovu, wa kuitembeza nguvu ya msamaha, wa kuitembeza nguvu ya upendo, wa kuitembeza nguvu ya baraka zisizokuwa na kikomo, wa mafuta wala maji. Haleluya, haleluya. Bado. Oh Jesus, Jesus. My Lord, my Jesus. Haya majira nimekupa vitu vitatu. Nimekupa vitu vitatu. Haya majira nimekupa vitu vitatu. Usitembeze silaha kwenye wakati. Unaitambuaje thamani yako kwenye haya majira? Huyu Pasaka wetu anataka aone watu wanaotembea na nguvu ya msamaha. Huyu Pasaka wetu anataka aone watu wanaotembea na nguvu ya kuachilia. Lakini huyu Pasaka wetu anataka aone watu wanaojitambua thamani ya vile alivyojitoa kwa ajili ya maisha yao. Haleluya. Bwana, oh Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, oh Bwana,
haleluya. Hebu mwambie Bwana, 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 Bwana. Oh, Bwana. Mwambie tena Bwana Yesu. Nimesogea kwako sioni ya leo, nimesogea kwako Bwana, nimetambua thamani yako, mime moyo wako, sema kwa kinywa chako, mwambie Bwana, thamani yako naipandisha leo, naipandisha leo, thamani yako naipandisha leo. Karabasaka baba, mwambie Yesu napandisha thamani yako, mwambie napandisha thamani yako kwenye biashara yangu, kwenye maisha yangu ya wokovu wangu kuanzia leo. Mayataka sakatabada satarabababa. Hapo ukiwa hapo lipo, kama kuna mtu unajisikia haujasamehe mtu kwenye maisha yako, haujaachilia mtu kwenye maisha yako, haujasamehe mtu kwenye maisha yako, kama uko unajisikia ndani ya moyo wako kuna mtu haujamsamehe, hebu tamka maneno ya msamaha kwa watoto wako, tamka maneno ya msamaha kwa ndugu zako, tamka maneno ya msamaha leo. Sema Yesu naachilia, Yesu naachilia, Yesu naachilia, Yesu nasamehe, Yesu naachilia, Yesu nasamehe, Yesu naachilia, Yesu nasamehe, Yesu naachilia, Yesu nasamehe, Yesu naachilia. Karababababa. My Lord, my Jesus.
unajisikia udhaifu mahali popote, tukiwa tunatembea kwenye haya majira, unajisikia udhaifu mahali popote, hatuna sababu ya kukwambia sogea, ila hapo ulipo kwa nguvu ya kuamini kwamba katika haya majira kuna mahali unaumwa, iwe ni kwenye mgongo wako, iwe ni kwenye kiuno chako, iwe ni kwenye kichwa, iwe ni kwenye mpavu. Hebu tamka uponyaji sasa kwako. Sema Yesu, napokea uponyaji sasa, napokea uponyaji sasa, napokea uponyaji sasa. Uponyaji wa kichwa changu, uponyaji wa mgongo, uponyaji wa mpavu, katika jina la Yesu Kristo. Tamka uponyaji kwako, tamka uponyaji kwako, tamka uponyaji kwako, tamka uponyaji kwako, tamka uponyaji kwako. Sema napona, 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 napona magonjwa, napona katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Uzima uingie ndani yako, afya uingie ndani yako, uzima uingie kwako, uingie kwako, uingie kwako, uingie kwako, uponyaji uingie kwako, uzima uingie kwako, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya Bwana. Shangilia tena Yesu kwa makofi na vigelegele. Shangilia Bwana. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Shangilia tena Yesu kwa makofi na vigelegele. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Karaba yaka daraba. Shangilia Bwana kwa makofi tena. Tunamshukuru Mungu wetu, ametupa nafasi kwa hii siku ya kwanza ya semina yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.